Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, unapokubali kuibeba ibada, amekufanyia uganga wake mpaka umekuwa. Moja miongoni mwa nyasia muhimu ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa kila mara akiutoa na akiusisitiza kwa masahaba zake, ndivyo hivyo ambavyo tunatakiwa na sisi tuuchukue kwa uzito wake, ni ule usia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa akiwaambia masahaba zake, astausu bin nisa'i khairan, na wahusieni kuwafanyia khairi wanawake. Ndugu zangu Waislamu, tumche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wake zetu. Hawa ni viumbe dhaifu, tumewachukua katika majumba ya wazazi wao kwa maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa mahari tuliolipa kwa ajili ya kujumuika nao na kutengeneza familia na tofari la kwanza la jamii. Wanawake hawa tunatakiwa tuwafanyie wema kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kumbuka ndugu yangu Muislamu, mke huyu ambaye leo unamdhalilisha, mwanamke huyu ambaye leo unampiga, mwanamke huyu ambaye leo unamsimanga, mwanamke huyu ambaye leo unatoa sifa zake nje kwa kumkashifu kwa kashfa mbalimbali, mwanamke huyu ni binti ya mtu kama wewe, anapendwa na wazazi wake kama ambavyo wewe unampenda binti yako. Mche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa amana hiyo ambayo umeichukua kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndoa ilifungishwa kwa misingi ya dini tukufu ya Kiislamu, na kadhi alikwambia uishi naye kwa wema, na ikibidi kuachana basi kuachana kwa wema. Haipendezi kwa mwanamume wa Kiislamu kumdhalilisha mke wake. Tunazo kesi nyingi ambazo tunapigiwa na wanawake wa Kiislamu, saa nyingine wakikwambia madhila na mateso wanayoyapata, unakosa hata usingizi, jambo ambalo wewe labda halikuhusu, labda yule binti aliyokupigia wala humfahamu hata jina lake wala anaishi wapi, lakini unabeba ile hima kuona kwamba je, angekuwa ni binti yako anafanyiwa mambo yale, je wewe ungefanya nini kama mzazi? Ndugu zangu wanaume, tumche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni amana ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameikabidhi katika mikono yako. Uitunze na uilee na uishi nayo kwa wema, na kama hakuna budi basi kuachana kwa wema. Hakuna sababu ya kumdhalilisha kiumbe wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye ni mke wako na saa nyingine ni mama wa watoto wako. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wala tansawul fadla bainakum, wala msisahau fadhila zilizokuwa baina yenu. Inawezekana mmeishi miaka 2, miaka 3, miaka 4 au hata chini ya hapo au hata zaidi ya hapo, lakini kuna fadhila ambazo mmefanyiana. Ni jukumu la mwanamume wa Kiislamu akajipima na akajua kwamba kuna siku atasimama mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yote aliyoyafanya katika madhila, iwe ni madhila ya kumpiga, iwe ni madhila ya kumdhalilisha, iwe ni madhila ya kumtukana, iwe ni madhila ya kumsingizia, iwe ni madhila ya kutompa haki zake za msingi, yote hii wallahi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya Kiyama atazilipa, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwadilifu. Jazakumullahu khairan. 103.6 Radio Kibla 10 FM.